Karibu wapendwa kutufata tena kwenye video yetu ya leo. Tunamshukuru Mungu kwa ulinzi na kutupatia tena neema ya kutoa somo hili la leo. Somo la leo litahusu sehemu ya 3 ya dalili za kurudi kwa Yesu Kristo. Na somo letu linapatikana tu pale katika kitabu cha Mathayo sura 24, na hapa tutaanzia kwa shairi la 29 hadi 37. Nitakuwa na usomi. Lakini mara baada ya ziki ya siku zile, jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota zitaanguka mbinguni na nguvu za mbinguni zitatikiswa. Ndipo itakapoonekana ishara yake Mwana wa Adamu mbinguni. Ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamwona Mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya wateule wake toka pande 4, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Basi kwa mtini jifunzeni mfano, tawi lake likiisha kuchipuka na kuchanua majani, mnatambua ya kuwa wakati wa mavuno ukaribu. Nanyi kadhalika, mnapoyaona haya yote, tambueni ya kuwa yu karibu mlangoni. Amini ninawaambia, kizazi hiki hakitapita hata haya yote yatakapotimia. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Lakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, wala malaika walio mbinguni, wala mwana, ila Baba pekee yake. Lakini kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Watu. Ni neno la Bwana. Asante kutufata kwenye usomi huu ambao tunaendelea na somo letu juu ya dalili za kuja kwa Yesu Kristo. Somo hili ni somo la 3 na ni jibu kuhusu swali la wanafunzi. Walimuuliza nini itakuwa dalili ya kuja kwako. Akawaambia maneno mengi ambayo yatakayoonekana mbele yeye akuje. Na hapa tunaendelesha na somo letu ambako tumeanzia kwa shairi la 29. Yesu anasema, jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota zitaanguka kutoka mbinguni na nguvu za mbinguni zitatiwa giza. Kutikiswa. Katika utafiti ambao niliufanya ndani ya maandiko matakatifu, jua kutiwa giza linawakilisha mamlaka kubwa iliyowekwa kwa mikono ya mwanadamu. Mwezi na nyota ni mamlaka zilizo chini ya haya mamlaka ya mwanadamu. Mungu alikuwa amekabidhi mamlaka ya uongozi wa dunia kwa mataifa. Na hii tunaisoma katika kitabu cha Danieli, wakati Mungu alimuonesha Danieli mambo ambayo yatakayotokea wakati wa mfalme Nebukadnezra. Alionesha mfano wa mfalme Nebukadnezra na watawala wote ambao watakaofuata nyuma yake, wale ambao watakaotawala ulimwengu. Na hii Mungu wakati alipoweka mamlaka yake ya kutawala dunia ya mikono ya wanadamu bahali ya kumtegemea Mungu wakatenda kulingana na makusudi yao, wakamwacha Mungu na wakatenda kufatana na mawazo yao mwenyewe, na hasa zaidi wakajiweka katika mikono ya shetani. Nguvu za giza wakaingia ndani yake na wakafata huyu mtawala wa giza ambaye ni shetani ibilisi. Na ndiyo maana utakutana hata serikali zao zote zinatumika chini ya huu utawala wa giza. Hii ndiyo mamlaka ambayo wanadamu wanaotuongoza katika ulimwengu huu wanayoyafanya. Badala ya kutumika kwa kumtegemea Mungu, badala ya kutumika kufatana na uwezo na mamlaka ambayo Mungu aliwapatia, wamegeuka, wamefata makusudi ya ibilisi. Alafu kwa kuwa mwanadamu
hakuweza kutawala kulingana na gisi Mungu alivyotaka. Ufalme wa mwanadamu umepita kutoka mkononi mwake, na ndipo utawala huu utapewa Yesu Kristo, ambaye tulisoma katika kitabu cha Mathayo, anasema mwana wa Adamu atakapokuja. Ukisoma kitabu cha Danieli sura 7 shairi la 26 27, utakutana mambo haya yanaandikwa hapo. Kwa hiyo tujue ya kwamba wakati hii ya kutawala kwa Yesu Kristo imekaribia. Imeonekana mamlaka zote za dunia, mamlaka zote zinazotawala hapa duniani zimeonesha waziwazi kuwa zimepoteza tabia ya kumtii Mungu, tabia ya kuleta nuru katika ulimwengu mahali ambapo wanapotawala. Wametumbukizwa katika giza kuliko kutawala katika nuru, na wamemwasi Mungu. Wanafanya vita na watakatifu, sawa vile tuliona Nebukadneza alienda hata kukamata vyombo vya hekalu takatifu, ndivyo anaanza fanya navyo mambo yake. Na walibeba watakatifu, walifanya vita na watakatifu. Mpaka leo tunaona gisi wale ambao wanaotaka kufundisha kweli ya Mungu, wale ambao wanaoishi maisha ya matakatifu, namna gani wanapigwa vita. Mpaka leo tuko tunayaona. Ufalme wa mwanadamu ni ufalme ambao hautembei kupendeza Mungu, umefata mamlaka ya giza. Alafu wao wanalinganishwa kama jua ambayo imetiwa giza, mwezi ambao umepoteza mwangaza wake, na nyota ambazo haziwake tena usiku. Hata hivi yale ambayo tunayoona namna gani teknolojia inaendelea, hii kutiwa giza, jua kutiwa giza na nyota kupoteza mwangaza wake, kufatana na yote ambayo wataalamu wako wanafanya juu ya jua na juu ya mwezi, haitashindikana hata jua litiwe giza na mwangaza ukose kuonekana tena katika mwezi. Hali mbaya na matendo mabaya ya wale ambao Mungu alikabidhi mamlaka na utawala wa dunia, wametawala bila Mungu, wametawala bila kujali Mungu. Na ndiyo maana wao pasipo kujua ishara ya mwana wa Adamu, ishara ya Yesu Kristo itaonekana mbinguni, Yesu akija na mamlaka yote, akija katika mawingu. Na Biblia inasema atakuja sasa na nguvu na utukufu mwingi, si kama vile alivyokuja na tabia ya kunyenyekea wakati alipokuja kuzaliwa kama Mwokozi. Atakuja sasa na nguvu. Wakati alipokuja, alikuja kuokoa mwenye dhambi. Ndiyo maana alikuja na tabia ya unyenyekevu ili alete mwanadamu kwa wokovu. Hivi wakati anapokuja, atakuja katika ufalme, atakuja katika utukufu. Yeye atakuwa mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, na kuleta ghadhabu yake yeye kama Mungu juu ya wale ambao waliomkataa. Walikuwa na muda wa kutubu. Hii muda yote Yesu alipopanda mbinguni ilikuwa muda wa kutubu na kumkubali kama Yesu Kristo Masia. Lakini watu hawakumjali Mungu, walifanya mambo wanayoyapenda, hawakutubu na walimkataa Kristo. Hivi wakafanya dhambi zao kwa kumkubali mpinga Kristo ndiye aweze kuwatawala. Wanaenda katika matendo ya giza na wanatesa wale wote ambao wanaomtarajia Yesu Kristo kuja kama mfalme. Ndio maana Wayuda walikimbizwa katika nchi yao, sababu walipenda wao ndio watawale. Wandugu wapenzi, ni jambo nzito na ni jambo mbaya kumdharau Kristo, mwana wa Mungu, Mwokozi wa ulimwengu. Wakati inakuja ambako hakuna uwezekano wa kutubu. Hukumu inakuja kwa watu wote katika ulimwengu. Wakati anapokuja kutawala, Bwana atapata katika Palestina Waisraeli wachache tu, ambao ni baki ya wale ambao walikimbia katika nchi nyingine sababu ya vita. Lakini Yesu atakapokuja, atakuja ili tena awakusanye Waisraeli katika mji wao wa Yerusalema.
Yesu atakapokuja, lazima Waisraeli wote warudishwe na kufurahia utawala mkuu wa mwana wa Adamu, yaani Masia Yesu Kristo. Makabila yote ya Israeli katika ulimwengu mzima, wale ambao walitawanyika, wote watakuja kukaa katika nchi yao ya Yerusalema. Biblia ilituambia kwamba atatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya tarumbeta, nao watawakusanya wateule wake kutoka pande 4 za ulimwenguni. Baragumu italia, na hiyo sauti itasikika na watu wake wote. Mungu atafanya wakati wa kuja kwa Yesu Kristo kukusanya watu wake wa Israeli wakae tena pamoja na wafurahie katika hekalu lao la Yerusalemu. Na hapo watafanya miaka 1000 ambayo wanaita millennium. Tangu tulianza kufata somo hili la kurudi kwa Yesu Kristo na dalili zake, tujue ya kwamba kifupi cha hiyo somo, Yesu kujibu ulizo la wanafunzi alionyesha hali za nyakati za mwisho, hali zitakazopitikana tangu yeye kuenda mbinguni mpaka siku atakapokuja. Aliwaonesha hatua kwa hatua mambo ambayo yatakayoonekana wanapashwa kuishi. Alafu Yesu anawaambia mambo ambayo wanaweza kufanya wakati wa kushuhudia Yesu Kristo kwa wakati huu mgumu ambao watalazimishwa vita. Hii ndiyo yenye Yesu alitaka aoneshe. Alipenda pia kutoa mafundisho ya kipekee kuhusu miaka 3.5 ambayo sanamu itasimamishwa katika hekalu. Badala ya kumwabudu Mungu, ni hiyo sanamu ndiyo mpinga Kristo ndiyo watakayo abudu. Kama wanafunzi hawangepewa haya maagizo, hawangeweza kazi ambayo Yesu aliwaachia. Wangeweza kuwaua wote, kwa sababu hawangeweza kuvunja sheria ya Sabato kusema watoke katika Yerusalema. Kisha Yesu anaonesha kile ambacho kitakuwa ishara ya kukuja kwake. Yesu anaonesha ya kwamba mwenyewe atakuja katika mawingu, tena katika utukufu mkubwa, na jinsi hata wale ambao waliomuua nao watamwona. Basi Israeli wote watakusanyika, atawatoa mahali kote ambako walipokimbilia katika uso wa dunia, na atawakusanya, na hawa wote watakusanyika kwa sauti ya baragumu ambayo malaika watapiga kwa nguvu. Yesu Kristo anakaribia kuja, na hii imejulikana kwa sababu hata Yesu alisema hizo dalili kusudi watu waelewe mambo ambayo yatakayotokea. Lakini sasa tuone shauri ambalo Yesu anatuambia juu ya mafundisho haya ya kurudi kwake. Yesu anasema hivi, ukisoma ile sura ya 24, shairi ya 32 hadi 44, Yesu anatuhimiza, anatuambia tukeshe na kungojea kurudi kwa Bwana, kwa kuwa kwa saa tusiyozania Yesu atarudi. Yesu anatuhimiza kukesha na kungojea kurudi kwake, kwa kuwa kwa saa tusiyozania yeye atarudi. Jambo lingine ambalo Yesu anatuhimiza na ni kama shauri, ukisoma mstari wa 45 hadi 51 ya ile kitabu cha Mathayo sura 24, ni wajibu wa kila mtu ambaye amepokea huduma kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo kuifanya katika woga wote. Anasema hivi, heri mtumwa mzuri ambaye bwana wake atamkuta akifanya kazi vizuri. Ni ole kwa mtumwa mbaya ambaye atasema bwana wangu amekawia, na ataanja kuwatesa watu wake na kuanja kula na kunywa pamoja na walevi,
bwana wake atakapokuja atamkatakata, na kule kutakuwa kulia na kusaga. Hilo ni shauri la pili ambalo Yesu anatuambia katika huduma mbalimbali ambazo ametugawia kwa kuweza kufanya. Sawa vile alisema pia mfano wa talanta, Yesu anasema tutumike katika woga wote, tukijua ya kwamba Yesu atarudi. Alafu tusifikiri kwa sababu amekawia hatarudi tena. Sema tuwe kama mtumwa huyu mzuri ambaye alitumika vizuri. Lakini watumwa wote wabaya wana ghadhabu yao. Shauri la tatu ambalo Yesu anatuambia, anasema hivi: wakati sisi watu tunapoona mambo yote ambayo Yesu alisema na inatimilika katika dunia, watu wajue ya kwamba ukombozi umekaribia. Yesu Kristo anataka sasa kuja kuleta utawala wake ambaye ni utawala wa haki. Na alitaja mfano pale wa mtini ambao majani yakikauka tutajua ya kwamba jua kali inakuja. Na tukiona ya kwamba majani yanaanza kuchipuka, tujue ya kwamba ni wakati mzuri, ni majira mazuri, wakati wa kupata mavuno. Yesu alisema tujifundishe kupitia mtini huu wakati tutakapoona mambo yale. Jambo la nne, shauri la nne, Yesu alieleza kupitia dalili hizi tujue kuna mambo ambayo haitakosa kutimilika. Hiki kizazi cha karne ya siku za mwisho hakitapita. Yesu alikuja kujionesha kwao kama Masia, lakini wengi walimkataa. Alafu wale ambao wamemkataa Kristo, wamefundishwa Kristo amekuja kuokoa ulimwengu, lakini watu wamekataa kuamini. Hawabadilishe tabia ya uadui na upinzani kwa Kristo. Mpaka mambo haya yatimie, wapinzani wa Kristo wataendelea kuonekana. Ndio maana mpaka leo hata injili inahubiriwa, lakini wapinzani wa Kristo ni wengi katika ulimwengu mzima. Jambo lingine ambalo Yesu alisema nalo halitakosa kufika, alisema maneno ambayo aliyoyasema sharti yote yatimilike. Tunaweza kudharau Yesu na kutokumuelewa. Tunaweza kumkataa. Tangu siku alipoondoka habari njema iko nahubiriwa, lakini watu wamekataa kabisa kumwamini huyu Yesu. Hakuna neno ambalo litapita bila kutimilika. Anasema mbingu na dunia itapita, lakini neno lake halitapita. Kupitia dalili hizi ambazo Yesu Kristo alionyesha wanafunzi wake, tujue ya kwamba kuna usalama ndani yetu sisi tunapoamini neno hili ambalo Yesu alilisema. Wewe ambaye umeamini neno hili la Yesu, jua kwamba ni usalama wako. Kila neno lililosemeka juu ya dunia hii litatimilika. Pia baraka ya wale ambao walioamini Yesu ni kufurahi na Bwana milele. Lakini wale ambao hawakuamini Yesu ni mateso ya milele. Alafu pendekezo langu ninaposoma maandiko haya matakatifu, tangu wakati tulianza kusema juu ya dalili za kurudi kwa Yesu Kristo, ninapendekeza ninyi ambao mnaonifuata na kunisikiliza, tubaki tukizingatia neno la Mungu. Tukue atashe kwa neno la Mungu na tutembee ndani yake, kwa sababu hakuna hata neno moja ambalo litakalokosa kutimilika. Kuzingatia neno la Mungu ndiyo njia pekee ambayo Mungu anatujulisha ukweli wake. Neno la Mungu tunapolisikiliza, tunapolisoma, Mungu anatujulisha ukweli juu ya mambo yote na juu ya mawazo yake aliyo nayo. Kupitia neno la Mungu tunaelewa mawazo ya neema kwa ajili ya watu wote ulimwenguni. Ulimwengu wote umepata neema kupitia Yesu Kristo. Ni wale kwa wale ambao hawakubali neema hii. Na hukumu itakayoonekana kwa wenye wamezarau wokovu huu au neema hii ambayo Yesu alitoa. Tujue ya kwamba leo shetani anafanya kila iwezekanavyo ili kubadilisha neno la Mungu, ili watu wafikie kukataa neno la Mungu. Anaeleza sasa
yale ambayo yameonekana kwa maneno ya kisiasa ya kibinadamu. Unajua teknolojia imeendelea sana, lakini tujue ya kwamba hata teknolojia inaweza kuendelea na mambo yanaendelea, neno la Mungu hakuna hata limoja ambalo litakosa kutimilika. Unatii mambo ya siasa na unakataa kutii neno la Mungu. Kumbuka Mungu alisema sababu ya kiburi cha mwanadamu atakufa na atarudi mavumbini. Na mpaka leo siasa hata kama inangali natafuta kulinda uhai wa mtu na inafanya madaktari na teknolojia, hata ni vyombo kwa sasa katika teknolojia, vyombo ndivyo vinaanza kutunza watu wakitaka mwanadamu asife. Lakini neno ambalo Mungu alisema ni sharti litimilike. Hata wale madaktari wakubwa wanafariki, wanarudi mavumbini kwa sababu ni neno la Bwana. Alafu ninakuuliza, ni faida gani ufuate maneno ya ulimwengu na ukatae neno ambalo Mungu aliyekuumba anatoa? Ni faida gani kwako ufuate maneno ya ulimwengu kisha upoteze roho yako milele? Ndugu mpenzi, neno la Mungu halitapita. Ujitahidi uangalie unasimama namna gani, unatembea namna gani. Mpinga Kristo, hata ukifuata Emmanuel Macron, alisema mnyama amesimama, hajaonekana waziwazi, lakini mnyama amekwisha kuonekana. Hajajionesha wazi, lakini amekwisha kufika. Ndugu wapenzi, Yesu Kristo alikuja kuokoa ulimwengu mzima ili tusipate ghadhabu ya milele. Somo la kuja tutasema juu ya kunyakuliwa kwa kanisa, sababu kuna tofauti kati ya kurudi kwa Kristo na kunyakuliwa kwa kanisa. Ikiwa umefuata somo hii, share kwa watu wengine ili nao waweze kufuata mafundisho haya. Labda yanaweza kusaidia tena mtu mmoja kurudia katika njia ya Mungu. Asante kutufuata. Upende video yetu kwa kugusa kidole cha kupenda na komantere yako kwenye video yetu hii. Tutafurahi tukuona na wewe mawazo yako ukiyatoa katika video hii. Mungu atubariki na Mungu aendelee kujifunua kwetu sote, na tukubali mashauri ambayo Yesu Kristo ametupatia kupitia neno hili. Mungu atubariki. Asante.